Kwa sababu ulimwengu una binadamu wa aina mbalimbali, si kila binadamu ambaye amezaliwa na kuishi katika uso wa dunia anatakiwa kuwa karibu na maisha yako. Wapo baadhi ya binadamu ambao unatakiwa kuwaruhusu wawe karibu na maisha yako, lakini wapo baadhi ya binadamu ambao unatakiwa kuwa block wasiwe karibu na maisha yako. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia aina 10 za binadamu ambao unatakiwa kuwa block na kuwaweka mbali na maisha yako. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Inawezekana unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Kama ni hivyo, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Wafuatao ni binadamu 10 ambao unatakiwa kuwa block na kuwaweka mbali na maisha yako. Namba 1, binadamu wanaokudharau. Heshima ni miongoni mwa vitu ambavyo kila mwanadamu angetamani viwepo katika maisha yake. Lakini katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya watu ambao pamoja na kuwa unawaonesha heshima, lakini wao hawawezi kukuheshimu. Ni binadamu ambao wanaweza kukudharau hata wanapokuwa hadharani. Inawezekana wanakuonesha dharau kwa sababu wana kipato kikubwa kuliko wewe, ama wana nafasi za juu katika kazi kuliko wewe. Pamoja na hayo yote, bado haitakiwi kuwa sababu ya kukudharau. Heshima inatakiwa iwe moja kati ya vitu ambavyo vinamuunganisha mwanadamu mmoja na mwanadamu mwingine. Ukibaini watu wanakudharau, waweke mbali na maisha yako. Endelea kupambana kwa sababu kesho yako hauwezi ukaijua, kwani mpangaji wa yote ni Mwenyezi Mungu aliyewainua wao, nawe siku moja atakuinua na pengine Mwenyezi Mungu atakuweka kwenye nafasi ya juu kuliko wao. Namba 2, binadamu wanaokufanya upoteze amani kila wakati. Katika dunia ambayo tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya binadamu ambao kila wanapokuwa karibu na wewe unajikuta unakuwa na msongo wa mawazo, unajikuta moyo wako unatawaliwa na huzuni, unajikuta unapoteza amani ambayo ulikuwa nayo mwanzo. Mara nyingi hawa ni binadamu ambao wanaweza kuivuruga amani, furaha na uhuru wako kila wanapokuwa karibu na wewe. Hawa ni watu ambao hautakiwi kuwaweka karibu na maisha yako. Wa block, waweke mbali na maisha yako, kwa sababu furaha na amani ya moyo wako ni vitu vya muhimu kuliko chochote kwenye maisha yako. Namba 3, binadamu wanaoshindana na wewe kwa siri. Moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa kuwa navyo makini kwenye maisha yako ni aina ya marafiki ambao unaambatana nao kwenye safari yako ya maisha. Endapo utakuwa karibu na rafiki ambaye anashindana na wewe, bila shaka ni mtu ambaye anatamani kuitoa nafasi ambayo wewe unayo katika maisha yako. Mara nyingi hawa ni watu ambao watakuwa wanajaribu kufanya vitu kama ambavyo unavifanya wewe. Kumbuka, mwanadamu yeyote ambaye anashindana na wewe anaitamani nafasi yako. Inamaanisha atakuwa ni mwanadamu ambaye anajaribu kufanya vitu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kukuwekea vikwazo kwa siri ili mradi aweze kuipata nafasi ambayo wewe unayo. Haijalishi ni sehemu yako ya kazi ama ni sehemu yako ya biashara. Ukibaini kuna mtu anajaribu kupambana na wewe kisirisiri ili aweze kuichukua nafasi ambayo wewe unayo, huyo ni mwanadamu ambaye unatakiwa kumwekea mipaka katika maisha yako. Usiruhusu akawa karibu na wewe, kwa sababu atakapokuwa karibu na wewe ataujua udhaifu wako, na pindi atakapojua udhaifu wako atautumia udhaifu wako kukuangusha, na kisha ataichukua nafasi ambayo mwanzo ilikuwa ndio nafasi yako. Namba 4, binadamu wanaokusema vibaya wanapokuwa na watu wengine. Mara nyingi rafiki wa kweli hawezi kuyazungumza mabaya yako kwa sababu hayupo tayari kukuchafua. Hata anapokuta watu wengine wanakusema vibaya, yupo tayari kusimama katikati ya binadamu wanaokusema vibaya na kuanza kukusafisha kwa kuyaelezea mazuri uliokuwa nayo. Lakini rafiki ambaye anapokuwa na wewe anakusema vizuri, alafu anapokuwa na watu wengine anabadilisha story na kuanza kuyazungumza mabaya yako, lengo lake ni kukuchafua. Na mwanadamu ambaye anakuchafua, ina maana
anaitengeneza picha yako mbaya mbele ya macho ya watu wengine, na wanadamu wengine watakapokutengenezea picha mbaya, bila shaka kama wewe ni mfanyabiashara utakosa washirika katika biashara zako, lakini pia utakuwa ni mwanadamu mwenye maadui wengi kuliko kawaida. Hivyo ukibaini unaye rafiki ambaye anaweza kuyasema mabaya pindi anapokuwa na watu wengine, na mabaya ambayo anayazungumza yanakuwa yanahusiana na wewe, huyo ni mtu ambaye unatakiwa kumwekea mipaka kwenye maisha yako, kwani si mwanadamu ambaye anaweza kuwa supportive katika mafanikio yako. Namba 5, binadamu wanaokukumbuka pale tu wanapohitaji msaada wako. Wapo baadhi ya binadamu katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wanaweza kukukumbuka katika nyakati zote. Wakati wa shida wanakuwa na wewe, wanakupigia simu, wanakutembelea. Wakati wa raha pia wanakuwa na wewe. Hawa ni marafiki ambao tunawahitaji katika maisha yetu, lakini ukiona unaambatana na rafiki ambaye mara nyingi anakuwa karibu na wewe pale tu ambapo anajua kuna kitu ambacho anakihitaji kutoka kwako, huyo si mtu ambaye unatakiwa kumweka karibu na maisha yako, kwani hawa ni watu ambao unapowasaidia tu wanatoweka kwenye maisha yako, lakini ujio wao kwenye maisha yako ni pale wanapohitaji msaada kutoka kwako. Hawa ni watu ambao hautakiwi kuwapa nafasi kwenye maisha yako kwa sababu wanakutumia. Namba 6, binadamu wanaokukatisha tamaa. Miongoni mwa mambo ambayo kila mwanadamu angehitaji katika maisha yake ni kupewa moyo na watu wake wa karibu. Unapokuwa karibu na watu ambao wanaweza kukupa moyo kwenye nyakati ngumu, ujue wewe ni miongoni mwa binadamu waliopata bahati ya kuwa na watu sahihi kwenye maisha yao. Lakini kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wanaambatana na binadamu ambao wanawakatisha tamaa, basi wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao wana bahati mbaya kubwa kwenye maisha yao. Ni kwamba hauko na watu sahihi kwenye maisha yako, kwani ili uweze kufanikiwa katika lolote ambalo unalifanya kwenye maisha yako, lazima uambatane na watu wanaoweza kukupa moyo katika nyakati ngumu ambazo moyo wako umekata tamaa. Kama upo karibu na watu ambao wana kawaida ya kukukatisha tamaa kila nyakati, ni vema ukawaweka mbali na maisha yako watu hao, kwa sababu kitendo cha kuendelea kuwa nao karibu utazidi kuyaharibu maisha yako. Namba 7, binadamu wenye kawaida ya kuvuka mipaka ambayo umejiwekea kwenye maisha yako. Kila mwanadamu ana mipaka ambayo amejiwekea kwenye maisha yake. Mipaka ya kufanya maamuzi au mipaka ya kila kitu ambacho kinakuhusu ni miongoni mwa vitu ambavyo vinatakiwa kuheshimiwa na watu wengine. Wapo baadhi ya marafiki ambao wanaweza kuielewa mipaka ambayo umejiwekea, na mara nyingi watu hao hawawezi kuivuka mipaka ambayo umeiwekea kwa sababu wanakuheshimu na kuiheshimu mipaka ambayo umejiwekea. Lakini wapo baadhi ya binadamu ambao hawana kawaida ya kuheshimu mipaka ambayo umeiweka kwenye maisha yako. Siku zote ni watu ambao wana kawaida ya kuivuka mipaka hiyo. Ukibaini unaambatana na binadamu wa kundi hilo, ni vema ukawaweka binadamu hao mbali na maisha yako, kwa sababu kila mwanadamu anatakiwa kuheshimu mipaka ya wanadamu wengine. Namba 8, binadamu wanaokupuuza pindi unapohitaji msaada kutoka kwao. Binadamu wa kundi hili mara nyingi maisha yako yanapokuwa shwari wanakuwa karibu yako, lakini pindi unapopitia anguko kwenye maisha yako wanaondoka na kwenda mbali na wewe. Hao ni binadamu hatari ambao hautakiwi kuwa nao kwenye maisha yako, kwa sababu mara nyingi watu kama hawa wanakuwa na wewe kwa sababu kuna faida ambazo wanazipata kutoka kwako, lakini wewe hakuna chochote ambacho unanufaika nacho kutoka kwao. Hakikisha unawawekea mipaka kwenye maisha yako, kwa sababu ni watu ambao wanatazama faida kuliko undugu, urafiki na mahusiano ya kweli. Namba 9, watu wanaokutumia kwa ajili ya faida zao binafsi. Mara nyingi binadamu wa kundi hili wanaweza wakajifanya marafiki zako wa kweli, lakini wana ajenda zao za siri ambazo pengine wewe hauzijui. Hawa ni watu ambao hawawezi kujitoa kwenye shida zako, lakini mara zote wanahitaji uwepo wako katika shida na matatizo yao. Hawa ni watu ambao hautakiwi kuwaweka karibu kabisa na maisha yako, kwa sababu wanakupotezea muda, wanakutumia katika mambo yao, lakini kamwe hawawezi kuwa na faida kwenye maisha yako. Namba 10, binadamu wanaozuia mafanikio yako.
Wapo baadhi ya binadamu ambao pamoja na kuwa watajifanya ni watu wako wa karibu, lakini hawatamani uweze kuwapita katika safari ya maisha. Hawa ni watu ambao wanakuzuia kukua kiuchumi, kwani ni binadamu ambao wanaweza kuweka vizuizi vya kimya kimya ili uweze kuwa chini yao siku zote. Ukibaini kundi hili la binadamu, ni vema ukawaweka mbali na maisha yako, kwa sababu ni watu ambao watazuia uchumi wako kukua na inawezekana ukashindwa kutimiza malengo yako. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakia wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo.